Nataka kushukuru mwenyekiti wa kamati ya fedha ambaye ni Senator Roba kwa nia njema waliokuwa nayo walipokuwa wakishabikia mswada huu na kusema ya kwamba kaunti zitaongezwa, kaunti zilizo ndogo na ambao ushuru wake ni mdogo zinapaswa kupata kuongezewa bilioni 2. Speaker, mswada ambao umeletwa siku ya leo unasema ya kwamba tuongezewe kaunti ambazo ni ndogo, hizi 11 ziongezewe bilioni 4. Speaker, tukifanya kazi tukiwa wote kama vile tulivyofanya wakati wa seneti iliyopita, tuliweza kuongeza takriban bilioni 50 kwa mpigo. Speaker, kwa hivyo hata wakati huu sina shaka pangu rohoni, tukifanya kazi tukiwa pamoja tunaweza tukaongeza hela hizi ambazo zinakuja katika gatuzi zetu. Speaker, sisi kama seneti tulisema tungetaka bilioni 465, lakini bunge la kitaifa, bwana Speaker, kwa ujuzi wake ama kwa ukosefu wa ujuzi, wakasema ya kwamba pesa ambazo tunapaswa kupata ni bilioni 405. Speaker, hawaelewi majukumu ambazo ziko katika gatuzi zetu. Speaker, mambo ya barabara. Speaker, kaunti nyingi unapata mambo ya maji zimepelekwa katika gatuzi zetu, afya imepelekwa katika gatuzi zetu. Mimi nilidhania wanapaswa kukubaliana na sisi kwa sababu sisi ndio tunajua mambo ya gatuzi zaidi. Lakini Speaker, hata nikiendelea kuongea hivi, nataka kukubaliana na hizi hela ambazo zimependekezwa na mswada huu wa Okongo Omogeni, fedha za kudhibitisha county. Speaker, tukubaliane na vile ambavyo seneta ambaye ni wa Migori Eddie Oketch, nimeangalia nikaona walikuwa na nia njema na wakasema bilioni 2, lakini bilioni 2 ni kidogo zaidi Speaker, na majukumu ni mengi. Kwa hivyo nataka kukubaliana na Senator Eddie vile ambavyo yeye anasema ya kwamba angalau tuongeze kwa bilioni 1, tuseme hizi county ambazo ni county ambazo zinasemekana ni ndogo ziongezewe shilingi bilioni 3, ndio tuweze kuwa na mapatano Speaker. Na tukifanya hivyo itakuwa ni jambo ambalo litasaidia gatuzi zetu kwa mambo ya ukulima, kwa mambo ya afya, kwa mambo ya barabara na masomo, hasa kwa shule za chekechea. Speaker, Laikipia ikiwa na shida kwa sababu iko katika Jamhuri ya Kenya kwa ukosefu wa pesa, utapata vile vile kaunti ya Nyamira itakuwa na shida, kaunti ya Homa Bay itakuwa na shida, kaunti ya Taita Taveta itakuwa na shida, kwa sababu sisi tumeunganika na sisi ni kitu kimoja. Kwa hivyo ninapoongea hapa ni vizuri Speaker, hii nia njema tutembee tukiwa pamoja na tukubaliane niposa tuweze kupata hizi hela. Lakini tusikomee hapa Speaker kwa kusema ya kwamba baada ya sisi kupata hizi hela zikifika katika gatuzi zetu unapata ya kwamba Speaker, hizi pesa zinaenda zinafujwa, unapata kuna ufisadi, unapata kaunti kama Nyamira Speaker, kuna vyumba viwili vya kufanya majadiliano katika gatuzi ya Nyamira. Kuna wengine wanafanya katika sebule na kuna ile ambayo imeketi katika mahali panapofaa. Hiyo ni ufujaji wa hela Speaker. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu kwa seneta wa Nyamira Okongo Omogeni kukaa hapa na kutetea hela ziweze kuongezeka Nyamira, lakini zikifika Nyamira tayari zimefujwa, kwa sababu inawezaje kuwa na mabunge mawili katika kaunti ya Nyamira na ilhali katiba imesema vizuri ya kwamba kutakuwa na bunge moja Nyamira. Kwa hivyo haya mambo ni mpaka yaangaliwe na msihi Okongo Omogeni, kwa sababu ameleta mswada huu akiwa na nia njema ya kusaidia Nyamira, lakini hela zikifika Nyamira zinatumiwa vibaya. Kwa hivyo Okongo Omogeni, baada ya sisi kupitisha mswada huu, sisi tutalivalia njuga mambo ya ufisadi, mambo ya ufujaji wa hela ambazo ni za umma. Speaker, vile vile tukisema kwamba hela zifuate majukumu, ukiangalia kama afya Speaker, hela nyingi zaidi ya 70% zinabaki katika serikali
ya kitaifa. Na ukiangalia katika serikali ya kitaifa, mambo ambayo wanashughulikia sana ni policy, na vile vile hospitali za kitaifa ni chache, ni 5. Mfano, kuna Mathare Mental Hospital, kuna Moi Teaching and Referral, kuna Spinal Injury, kuna Kenyatta. Hizo tu ndio hospitali ambazo zimebaki katika serikali ya kitaifa. Kwa hivyo tukisema ya kwamba majukumu yafuatwe na hela, tunamaanisha yale majukumu tayari yamepelekwa katika gatuzi zetu. Bispika, kwa hivyo kwangu mimi, ikiwa tunaweza kukubaliana, na tukubaliane halahala ndio kaunti zetu, kwa sababu wakati huu hela haziendi katika kaunti zetu. Tukikubaliana tutaweza kupeleka hela katika gatuzi zetu, kwa sababu Mswahili anasema ngoja ngoja huumiza matumbo. Bispika, sasa tukiangalia, ningeomba kamati ambayo inaongozwa na mwenyekiti wa fedha Roba, ningependa kumsihi, lakini hela hizi ambazo tunagawana zikipita kiwango cha shilingi bilioni 415, tuweze kuongeza hela ambazo zinaenda katika hizi gatuzi ambazo zinasemekana ni ndogo, tuweze kupewa bilioni 4.6. Bispika, kwa hivyo ninasema nini? Ninasema ya kwamba wale seneta watakaoenda katika kutuwakilisha katika ile kamati ya kuleta uwiano, tupeleke maseneta ambao wataweza kukaa ngumu, na ningeomba seneta wa Mandera Roba, kwa sababu yeye amekuwa akishabikia hayo mambo na ana uwezo, ujuzi na amebombea, awe mmoja pale ndio aweze kuenda kuleta kuweza kupeleka ujuzi pale, na aweze kuwaambia kinaga ubaga kisa na maana ya sisi katika seneti kutaka hela nyingi, kwa sababu kaunti zote za Jamhuri ya Kenya, Bispika, zinahitaji hela, na hasa hizi kaunti ambazo ni ndogo kama Laikipia, kama Nyamira, kama Elgeyo Marakwet, kama Taita Taveta, kama Kirinyaga, kama Embu. Hizi kaunti, Bispika, zinahitaji majukumu, kwa sababu zinahitaji hela ndio ziweze kujikimu na majukumu waliopewa waweze kuyafanya, Bispika. Kwa hivyo, Bispika, siku ya leo mimi nataka kuunga mkono mswada huu. Bispika, nimeketi nikasikia kwamba ati kuna kaunti ambazo zinaokota ushuru mwingi, kwa hivyo hapati kupewa hela. Mfano Laikipia, kwa sababu sisi tunaokota ushuru mwingi, hatupaswi kupewa hela zaidi. Bwana Spika, huwezi ukamkata mtu mkono kwa kazi aliyoifanya nzuri. Sisi tunafanya kazi nzuri ya kuweza kuokota ushuru mwingi. Kwa hivyo katika asilimia fulani inapaswa iongezwe kwa wale ambao majukumu yao kama ni kuokota ushuru, tunafanya hivyo kwa ustadi, Bispika. Lakini si kutukemea na kutukujeri kwa sababu sisi tumeweza kuokota ushuru mwingi, alafu ukifika katika seneti unapata katika seneti hii ndio inatumia nguvu zake. Kwa hivyo nakurai mwenyekiti wa kamati, mkirudi katika kamati, kuangaliwe asilimia iongezwe kwa wale ambao wanafanya kazi kwa ustadi, lakini si kuzawadi umaskini, kusema ya kwamba wale ni maskini na wamekuwa katika gatuzi hizi, ati wale asilimia yao kubwa ni umaskini, ati wapewe hela nyingi kwa sababu wale ni maskini, ilhali wamekuwa katika gatuzi kwa miaka hiyo zaidi ya 12. Kwa hivyo, Bispika, tunapaswa kuwa tuwatunze, kuwapa heko wale wanaofanya kazi ambayo wanapaswa kufanya. Bispika, nikimalizia nasema nataka kuunga mkono Bispika. Order, Senator Khalwale. Your conversation is so loud. Bispika, ni wazi tunapofanya hii kazi, hawa magavana wakiitwa katika seneti ndio waweze kuulizwa maswali, na haulizwi maswali kuhusu mashamba yao, haulizwi maswali kuhusu boma zao, wanaulizwa maswali kuhusu hela ambazo sisi wenyewe kama seneti tulijadili, tukatetea ndio waweze kuongezewa na kupelekewa katika kaunti zao. Wakiitwa
wanapaswa kuja na waweze kujibu maswali, na hiyo ndio jukumu yetu kikatiba, kuuliza maswali tuweze kujibiwa, ndio tuweze kuwa sisi ndio macho ya wananchi waliotuchagua katika gatuzi zetu. Maseneta wengine wakiitwa wanaona, magavana wengine wakiitwa wanaona wao ni kama miungu wa gatuzi walizotoka. Wanapaswa kuwajibika, Bi Speaker, na kujibu maswali yale ambao wameulizwa katika seneti hii. Bi Speaker, itakuwa ni kinaya kwetu sisi kuja hapa kuteta na kusema pesa inapaswa kuongeza, lakini baada ya wao kupata zile hela inakuwa sasa hawezi kuja wakiitwa ndio waweze kuwajibika katika seneti hii. Kwa hivyo Bi Speaker, siku ya leo, kwa sababu hili ndilo jukumu kwetu kubwa sana kama seneti, kulinda na kutetea gatuzi zetu. Lakini ikiwa kazi yetu itakuwa tu ni kutetea gatuzi zetu, lakini baada ya wao kupata zile hela, basi inakuwa ni vigumu tena sana wao kuja hapa kwetu. Lakini Bi Speaker, nataka kusema ya kwamba kwa sababu nia imeonekana njema, hii nia njema ni ya kwamba na nataka kupongeza mwenyekiti na kamati yake. Wamesema ya kwamba hawataki kaunti yoyote ibaki nyuma. Sisi sote tunapaswa kutembea pamoja. Na kwa sababu ya huo upendo na hiyo nia njema, tunawapongeza. Na sasa marekebisho yaliyoletwa na Senator Okongo Omugeni, ninaomba kamati, naomba bunge hili, naomba na wasihi, tafadhali tupigie kura hayo marekebisho, ndio hizi kaunti ambazo zinapata hela chache ziweze kupata hela ambazo zinaweza kukimu zile kaunti. Lakini nimwambie Senator wa Embu, nimwambie Senator wa Kirinyaga, nimwambie Senator wa Elgeyo Marakwet, nimwambie Senator wa Tana River, na nimwambie Senator wa Nyamira, hizi hela tunazozitetea hapa zikiongezwa, magavana ambao hizo kaunti hela zinaenda wanapaswa kuwajibika. Hizo hela zisitumiwe kiholela. Hizo hela zitumiwe kwa kazi ambayo inafaa, kazi ya kuimarisha maisha ya wananchi wa gatuzi hizo. Hizo pesa hatuwapatii ndio waweze kujitajirisha wenyewe, ama pesa yao ya mfuko ndio mtu anatembea katika ile gatuzi. Mfano Laikipia, governor wa Laikipia anatembea Rumuruti, anatembea Ormoran, anatembea Doldor, huku akipeana pesa kiholela. Hizi pesa ni za maendeleo, hizi pesa ni za kuimarisha uchumi, hizi hela ni za kuimarisha uchumi katika gatuzi ambako hizo kaunti tunazipeleka hizo pesa. Hatutakubali Okongo Omugeni senior council, hatutakubali Eddie Oketch, kwa sababu mimi nikubaliana na vile ulivyosema, vile ambavyo nimesema bilioni 3. Lakini hizi hela zikitumiwa vibaya, tutakataa leo, tutakataa kesho, mtondogo na hata milele. Kwa hivyo nikimalizia, Bi Speaker, niseme naunga mkono marekebisho yaliyoletwa na Senator Okongo Omugeni, na vile vile yale mambo ambayo Senator Eddie, kwa sababu yeye ni mwanakamati wa fedha, ule mwelekeo na ujuzi. Mimi sikudhania Eddie ana ule ujuzi wa hela vile alivyoelekeza hayo maneno hapa. Mimi nataka kusema ule ujuzi ambao amesema hapa, sijui kama Okongo Omugeni alimsikia, kwa sababu amesema badala ya bilioni 4 na si 2, akasema akaja akasimama katikati. Nikaona werendi alionao. Na kwanza pole kwa sababu kumpoteza yule kijana barubaru ambaye ameuawa na hawa wakora ambao wanasema ni maafisa wa polisi, lakini wao ni wakora ambao wamemuua kijana huyo. Nasema pole, na tutasimama wima kutetea haki katika Jamhuri ya Kenya. Lakini tena nirudie, kwa sababu hapa ndipo nina uchungu. Hela hizi tunazopeleka katika gatuzi zetu, Bi Speaker, hizi hela tutazilinda
kwa hali na mali, kwa uhai wetu na damu yetu. Kwa sababu ni uchungu, Bispika, tunakaa hapa tunaongea kuhusu hela, hatimaye hizi hela zikienda katika gatuzi zetu zinaingia kwa mifuko ya watu. Okongo Omogeni, ningekuomba Okongo Omogeni, yes, I want to be informed. Proceed. Madam Speaker, the good Lord said of Laikipia has spoken very passionately and repeatedly. When somebody repeats something, it means that it is important to him. He has spoken and repeated the issue around wastage of resources in the counties. I wanted to inform him that in the committees that we sit in, the Watchdog Committee, which I don't know whether he sits in one, we always have our partners come to those committees, and one of those partners is EACC. And the EACC should be in the forefront of fighting for mismanagement for our resources in the counties. And he should speak very strongly to the EACC, because we have never seen EACC rolling any head of governors, and we have seen Senate that does a very good job. What is the point of information? That in our that committees, he should use EACC? Yes, and okay. And they're in our committees as partners whenever we are doing watchdog committees. Okay. Asante. Hayo ni maarifa mazuri. Nilisema tena, hayo ni maarifa mazuri ameniarifu kuhusu taasisi hii ambayo inapaswa kuchangamkia mambo ya ufisadi. Kwa sababu ufisadi, Bispika, ndio kiegezo kikubwa ambacho kinafanya mambo yasitendeke. Na kwa sababu si yuko katika kamati yoyote ambayo umetaja, na kuna hii taasisi ambayo inapaswa kushughulikia hayo mambo, na sema ya kwamba hii taasisi inapaswa, Bispika, kuwajibika kabisa, ndio Kenya iende mbele. Na Kenya itaenda mbele namna gani ikiwa gatuzi zetu zitasonga mbele? Bispika, nikimalizia naunga mkono na haya marekebisho. Nilitaka Okongo Omogeni nimweleze, angesema ya kwamba hizi hela zimeongezwa ziweze kusemekana ni za kazi gani, ni za kutengeneza barabara, za kutengeneza zahanati, ndio zisiende tu kiholela, zikifika katika gatuzi zikuwe hazina kazi. Ni tuziweke ziwe na sababu fulani zinaenda, ziwe ni kutengeneza mabawa ya maji, ni za kutengeneza shule za chekechea, ama ni za kutengeneza barabara. Na kiwa ni barabara kiasi gani, na barabara ni aina gani, ndio tuweze kujua. Bispika, naunga mkono na nashukuru kwa kunipa fursa hii. Senator Mwaruma. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity to support the amendment by Senator Okongo Omogeni, Senator Nyamira, on the revenue or fourth basis of sharing revenue. Madam Speaker, I must say that we've come from very far. Previously, Madam Speaker, in the 80s, we had a one-party state, and we had resources being shared centrally. In 1965, Madam Speaker, there was the sessional paper number 1 that stated that we have gotten independence. How do we share our resources to ensure that we get development and fast, speedy economic growth? Madam Speaker, according to sessional paper number 1, resources were sent to areas with high potential, Madam Speaker, areas with rainfall and fertile soils. There were areas, Madam Speaker, that were left behind in terms of development, and these areas mainly were in the lower eastern coastal region and the northern frontier district, Madam Speaker, the northeastern region. In 2003, Madam Speaker, we saw the passage of national government CDF, where we saw some semblance of redistribution of resources through the CDF, where we had money going to constituencies, although largely, Madam Speaker, the members of National Assembly have misused that fund, and they have become like implementers, and thanks to the courts of law, which have pronounced themselves that this money really should not be used or applied by the members of National Assembly, because then they are not implementers of projects and programs, Madam Speaker.
and that is only the executive that is supposed to implement projects. Madam Speaker, the clamor for a new constitution started after the repeal of Section 2A in 1992, and in 2005, Madam Speaker, there was an attempt to change the constitution, but why that constitution did not go through was because there was no devolution, and some of us who are coming from the coastal region of Kenya, we wanted, in fact, majimbo or regionalism, but the people who are making the constitution felt that would be balkanizing our country into 8 former provinces, and so that constitution did not see the light of the day. And we saw the advent of movements like the Orange Democratic Movement, and in 2010, Madam Speaker, we gave ourselves a new constitution that saw, to a great extent, redistribution of resources, Madam Speaker, where we had money coming from the center, that is Nairobi, to the counties, Madam Speaker. Madam Speaker, I must say that the counties were too small and they are largely not viable. In 2020, Madam Speaker, some of us who felt that our counties are too small and unviable really supported the Building Bridges initiative, which one of the suggestions was that we reduce the counties to 14. That clause did not see the light of the day, and it was removed at the initial stages of BBI. And later on, we said let's remain with the 47, but then let's increase the money to the counties to at least at 35%. The rest, Madam Speaker, is history, because then BBI itself did not go through because of the courts declared it being unconstitutional, Madam Speaker. The best thing, Madam Speaker, that we gave ourselves as Kenyans in the 2010 Constitution was devolution. Some of our counties are very small, Madam Speaker. In Taita Taveta, we have only 384 people, and the registered voters around 160,000, whereas such a number in the central, in some constituencies, central like Ruiru, Madam Speaker, they have over 200,000 voters per constituency. That in our county is just the whole county. So, Madam Speaker, to get resources, we are being asked, so how many votes are you bringing on the table so that we can give you development? And the votes really were really few. So, Madam Speaker, in the advent of devolution, we thought that we have a panacea to the problems that were existing in our county. But then, by and by, as we look at how devolution is working, we feel that the money that is going to the very small counties that have been identified as Taita Taveta, Isiolo, Elgeyo Marakwet, Nyamira, Lamu, Laikipia, Vihiga, Kirinyaga, and Embu, that these counties are too small and unviable, and they get less than 6 billion, Madam Speaker. That money largely goes to paying salaries and doing operations, and very little money, Madam Speaker, is left to do development. Madam Speaker, we are now again discussing the fourth basis for sharing revenue, something that we did, Madam Speaker, in 2020, and I can assure you, Madam Speaker, then it was extremely divisive. As other speakers have said, it took months to pass that third basis for sharing revenue, Madam Speaker. In fact, it took the intervention of the Right Honorable Raila Odinga. I remember then I went to State House with the Right Honorable Raila Odinga with the leadership of the Senate. I was representing Team Kenya because then we were in the mood of handshake then, and the Right Honorable implored upon the President then, Honorable Uhuru Kenyatta, to add some money to counties so that no county can lose